Maoni ya watu kwa dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 mpaka hivi sasa, kuanzia wachambuzi na mashabiki wa klabu ya Simba na hata wa timu pinzani wamekubaliana kwa kile kilichoweza kujitokeza kwa Ahmed Arajiga, lakini pia pamoja pia na Raisman ambaye aliweza kuhusika kwenye tukio kubwa ambalo limeweza kuleta maswali, lakini pia na mjadala mzito kwenye uchambuzi wa mechi, lakini pia na ngao ya jamii ya siku hii ya leo. Binafsi tunakubaliana na tunasema kwamba Simba Sport Club kwa siku hii ya leo ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, yani Simba ameweza kuonewa kabisa kwenye mechi ambapo goli lililoweza kuruhusiwa na mwamuzi wa kati na kupuliza kipenga kiuhalisia halikuwa ni goli, kwa sababu ile ilikuwa ni clear offside kwa Pacome Pedro Zouzoua. Sema akili ilitumika kwa wingi sana kwa Pacome kuweza kumuiba mwamuzi pamoja na Raisman, kwa sababu kipindi ambapo mpira ule uliweza kupewa kwenye penetration, basi Pacome alikuwa kwenye clear offside. Sema alidanganya kama hana nia ya kucheza ule mpira, na mwisho siku kuweza kumfanya Maxim pia Zingeli aweze kuchukua na kuweza kupress, na mwisho siku Pacome kuweza kumalizia na kuingia kwenye nyavu ya wekundu wa Msimbazi. Lakini ukweli ni kwamba watabisha, watakataa na watakasirika kwa namna nyingine ama tofauti, lakini ukweli uko pale pale. Klabu ya Simba kwa hii siku ya leo wameweza kuonewa dhahiri shahiri, yani kwa mechi ya leo alipaswa kwa 100% klabu ya Simba kuweza kushinda. Labda changamoto zilizojitokeza ni kwamba Simba nafasi alizokuwa akizipata alishindwa kuzitumia ipasavyo. Nafasi kama mbili adhimu ambazo alipata Kibu Dennis, lakini pia pamoja pia na Shomari Kapombe Baba Esther, na mwisho siku zikashindwa kuzaa matunda. Lakini Yanga nafasi ambayo alipata ya ubananga wameweza kuitumia kama fursa na Pacome akatia nyavuni.